Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Akiwa kwenye ziara kule Italia ambako ilibidi aende Vatican kwenda kujaribu kuklia mambo, waziri wa kigeni wa Marekani Marco Rubio alikutana na Papa Leo katika kujaribu kurekebisha vita ya maneno, vita ya utovu wa nidhamu ambayo ilitolewa na Donald Trump dhidi ya kiongozi wa kiroho Papa Leo. Trump alimshambulia Papa Leo wiki 2 zilizopita, hasa baada ya maoni ya Papa Leo kupingana na madai ya Trump, hasa kuelekea Iran aliposema kuwa tunaenda kuondoa ustaarabu mzima. Akasema kauli gani hizo zinazotoka, na akashutumu mashambulizi yanayoendelea ambayo yeye aliyatafsiri kama ni mashambulizi kwa ajili ya kutaka kuhodhi rasilimali za nchi zingine. Alizungumza sana kuhusu ukiukwaji unaofanywa na madola makubwa au nchi zenye nguvu dhidi ya nchi zingine katika kujaribu kupoza kile ambacho kinatokea. Sasa Donald Trump alimjibu Papa Leo. Alimjibu hasa kwa maneno ya kejeli, akamjibu kwa maneno ya kashfa na akamjibu kwa maneno ya karaha, akimshutumu kuwa yeye kwanza anazijua siri nyingi sana na hakustahili kuwa papa. Anasema aliteuliwa kuwa papa kwa sababu aliteuliwa kwa shauri yake, yani kwa sababu kanisa Katoliki lilikuwa limekusudia kumdhibiti Donald Trump. Kwa hiyo ndio maana wakamteua Papa Leo kuja pale kwa sababu tu ni Marekani. Yani anasema kwa Marekani isingeipata hiyo nafasi kama Donald Trump asingekuwa madarakani, maana yake angekuwa papa mwingine. Maana yake hiyo nilizungumza mara ile nikasema ni kashfa. Tayari ni kashfa ambayo kanisa lilipaswa kujibu kuwa ni kweli ambacho Donald Trump anachokizungumza, kwa sababu Donald Trump ni kiongozi wa juu, ni kiongozi wa nchi. Anapotoa shutuma kuelekea sehemu fulani, basi zile shutuma zinatakiwa zijibiwe. Ni wazi kuwa wengi waumini wa Kikatoliki ndani ya Marekani ambao ni wengi hawakuvutiwa na hilo, na liliwakera na maoni yalikuwa tofauti. Maoni yalikuwa mengi akimshutumu Donald Trump kwenye hili. Sasa unajua ukivuliwa nguo sio kimbie, unachutama. Ndio kilichotokea kuwa Marekani wameamua kumtuma Marco Rubio kwenda kule Vatican kujaribu kwenda kuclear hadithi na simulizi kuwa bana hatuna ugomvi wowote. Wakati huo wanajaribu kuclear kuwa tuna uchaguzi wa Novemba, hapa watu hawawezi kutuelewa kile ambacho tunachokipigania. Sasa wakati yupo kule Italia ametoa maoni, anasema kuwa anatarajia kuwa Ijumaa ya leo mpaka itapomalizika Irani watakuwa wameishatoa majibu ya kile ambacho kinatajwa kuwa majibu ambao Marekani anasema kuwa majibu bora ambao wamekuwa kiasubiri. Nadhani analizungumza hilo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani ambaye amekuwa ndio msemaji zaidi wa haya matukio, Ismail Baqai, anasema kuwa we are still on reviews. Yani wao bado wanalipitia hilo azimio, hawajasema watakuja kulitoa lini. Kwa hiyo madai ya Marekani kuwa ni leo, hayo ni ya Marekani, lakini wanasema kuwa sisi bado tunajadiliana kupitia vifungu na kuangalia kitu kimoja kimoja. Yani kuwa kama ni kweli haya yaliopo au si kweli au kitu gani. Kwa hiyo bado tunajaribu kupitia haya. Wakati akiyazungumza hayo Bwana Rubio, akaendelea kusema kuwa ulimwengu haupaswi kutambua kuwa miliki wa Hormuz ni Irani. Anasema ulimwengu haupaswi kutambua kuwa Irani anamiliki Hormuz. Haiwezekani Irani kumiliki Hormuz. Pale unapojaribu kushindana na ukweli utazua tu mambo mengi. Yani pale unapotaka kushindana na rangi, blue, nyekundu, blue, red, white, hauwezi kufika. Unajua, tunapojaribu kushindana na ukweli ndio haya unazalisha haya kuwa. Unajua, katika kitu ambacho kinawasumbua sana wa Marekani wakati mwingine ni kutaka kujaribu kushindana na ukweli. Ukweli mgumu ambao umewapeleka mpaka kufikia hapa, ukweli mmoja ulikuwa ni haki ya Irani, ya urutubishaji wa urani. Marekani wakajaribu kuipindisha kuwa sio, yani Irani hana haki ya urutubishaji. Wakati haki hiyo inafanya kwa nchi zote. Yani kwa nchi zote duniani zinapewa haki kupitia mkataba wa Umoja wa Mataifa chini ya uangalizi wa NPT,
chini ya usimamizi wa IAEA. Sasa Irani amekidhi vigezo kwenye hivyo na akawa. Sasa unapomtoa kwa kuhisi kuwa sio haki yake kwa sababu tu unataka kujipumbaza kwenye haki yake, sijui tukuelewe nini, kuwa unajaribu kupindisha ile haki kuwa sio haki, yani sio yake, ni ya nani? Sasa Marekani anasema kuwa Irani sio mmiliki wa Hormuz na dunia haipaswi kutambua Irani kama ni mmiliki wa Hormuz. Sasa wakati unatuambia hivyo, tunayeona aliyefunga mlango ni nani? Yani nani alienda kuweka kufuli kwenye nyumba ambayo sio yake? Kama ilingekuwa nyumba sio yake, manake lile kufuli lilifaswa livunjwe. Tungelivunja tu kwa sababu mali sio yake, kwa nini aende akatuwekee? Lakini kama ameweka kufuli na wengine wote walio nje wakaheshimu lile kufuli, wakasema mwenye mali katia kufuli, wewe ambaye umetoka huko vipi unataka kupingana na wengi? Yani kuwa wengi wanasema nini kuhusu nini? Mbona wengi wamekubaliana kuwa yeye ndio mwenye hilo kufuli aliyofunga na ile nyumba ni ya kwake? Tunachobishana nini? Kuwa sio yake ila ni ya nani? Sasa acha yaliyotokea jana, yale mashambulizi ya hapa na pale, lakini leo pia wameendelea na mashambulizi ya hapa na pale. Marekani imefanya shambulizi kwenye meli za Irani ambazo zilikuwa tupu, ambazo zinatajwa kama zilikuwa zina mpango kwenda kupakia mafuta. Wakati huo Irani imefanya mashambulizi kwenye meli za kijeshi za Marekani. Yani wanataka kutufanya kitu kimoja, kuwa unaona kile kinachoendelea Lebanoni. Kinachoendelea Lebanoni, ukimuuliza Marekani anasema they are on ceasefire. Wako kwenye ceasefire. Raia jana 12 wameuawa. Mashambulizi yamepigwa upande wa kaskazini mwa Israeli kule kama kawaida. Sasa ceasefire maana yake nini? Yani tunashindwa kuelewa kuwa hivi hii ceasefire ni nini? Yani kuwa unajua, unachukua mfano, natoa mfano, nasema kuwa ndoa maana yake nini? Ndoa si wawili wameoana, yani mke na mume, halafu ni lazima zile njia za ndoa zijulikane, kuwa wanaishi wapi, wanakaa wapi, na nyumba yao ipi, watoto wao kina nani, watu wa kwenye ndoa wanaishije kwenye ndoa, wanalala room gani. Hauwezi ukatupa tafsiri ya ndoa hali ya kuwa hatuoni zile, unajua kile ambacho kinafahamika kama wanandoa, yani zile tabia za wanandoa hatuzioni. Halafu huwezi kutuambia kuwa hii ni ndoa. No, labda tupewe jibu moja tu kuwa ndoa imevunjika, ndio iko hivyo. Sasa hiki kinachotokea sasa kati ya Iran na Marekani hakina tofauti na kinachotokea Lebanoni, kuwa katika maandiko wako kwenye ceasefire kama vile Gaza. Katika maandiko iko ceasefire. Toka miezi 6 ya ceasefire Gaza, Wapalestina 837 wameuawa, halafu unatuambia kuwa tuko kwenye ceasefire. Hii si tafsiri ya ceasefire ni nini? Yani hii tafsiri yake inakuwa nini? Lebanon, Marekani anasema ali-extend kwa wiki 2 ceasefire wakati ule, lakini kuanzia siku hiyo ame-extend mashambulizi hapo, na umsikii Marekani kusema lolote wala upande wa pili usema. Lakini ukiwauliza wanasema kuwa tuko kwenye ceasefire. And then ndio mchezo sasa hivi ambao unachezwa. Huku anashambulia hivi, huyu anashambulia hiki. Halafu wanakuambia tuko kwenye ceasefire. Sasa ukichukua maneno ya Marco Rubio kuwa Irani hawana umiliki wa mfereji wa Hormuz, hali ya kuwa leo hii Irani walichokifanya, kuna taarifa moja niliona, ngoja niangalie hii taarifa. Leo Irani walienda kuchukua meli moja, wameichukua kwenye pwani ya Omani. Kuna meli moja wameichukua kwenye pwani. Yes. Jeshi la wanamaji la Irani limekamata meli ya mafuta iliyokiuka sheria iliyotambuliwa kama Ocean Koi kwa kujaribu kuvuruga usafirishaji wa mafuta wa Irani, jeshi hilo lilitangaza Ijumaa. Katika taarifa ya jeshi ilisema operesheni hiyo ilifanyika katika utekelezaji wa azimio wa Baraza Kuu la Usalama wa Umoja wa Mataifa, Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa. Elewa, Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa la Irani chini ya amri ya mahakama. Kulingana na taarifa hiyo, jeshi la wanamaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Irani lilifanya operesheni maalum katika bahari ya Oman na kuikamata meli ya mafuta iliyokiuka sheria, Ocean Koi, iliyokuwa imebeba shehena ya mafuta ya Irani. Ilikuwa imebeba shehena ya mafuta. Taarifa hiyo ilisema meli hiyo ilikuwa imejaribu kutumia hali ya kikanda katika jaribio la kuvuruga usafirishaji wa mafuta wa Irani na maslahi ya taifa la Irani. Iliongeza kuwa makomando na wanajeshi wa jeshi la wanamaji la Irani waliongoza meli hiyo iliyokiuka sheria hadi pwani ya kusini mwa nchi na kuikabidhi kwa mamlaka ya mahakama. Taarifa hiyo ilisisitiza zaidi kwamba jeshi la wanamaji la Irani linatetea kwa nguvu maslahi na mali za taifa la Irani katika maji ya kikanda ya nchi hiyo na haitoonyesha huruma kwa mkiukwaji
au mchokozi yoyote. Nimependa andiko moja hapa linasema hivi: kulingana na taarifa hiyo, jeshi la wanamaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Irani lilifanya operesheni maalum katika bahari ya Omani na kuikamata meli iliyokuwa na shehena, meli iliyokiuka sheria, Ocean Koi. Sasa katika taarifa, jeshi lilisema operesheni hiyo ilifanyika katika utekelezaji wa azimio la Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa la Irani na chini ya amri ya mahakama. Hili andiko, unaelewa? Hili andiko, nitakupa mfano. Kabla ya vita ya Urusi na Ukraine, ile 2021, kwa sababu vita ilianza ile 2022 mwezi wa pili. Sasa ile 2021 Urusi walikusanya kikosi kikubwa cha askari wanajeshi, wakawa wanaelekea misafara mirefu kwenda kwenye mipaka ya Ukraine. Msafara mirefu, yani maandalizi ya kijeshi. Marekani walikuwa wameshanusa hilo na wakatoa taarifa hiyo. Urusi wakakanusha, wakasema walikuwa na mazoezi ya kijeshi. Marekani baadaye wakatoa picha za satellite ambazo zilionyesha mistari ya wanajeshi, misafara ya kijeshi inaelekea kwenye mpaka. Sasa unajua sheria zilivyo, Urusi hakuwa na haki ya kuivamia Ukraine. Yani hakuwa na haki. Ndio maana unaona hapa sana unasikia ile kauli kifungu cha 51. Tunatumia kifungu cha 51 kwa sababu ni kifungu ambacho kinakuruhusu kujibu tishio. Nimevamiwa, najibu kwa sheria za kimataifa, kwa sheria ya Umoja wa Mataifa. Sasa Urusi baada ya kukaa pale, mfano kwenye mpaka wa Sumi, akaja akakaa mpaka wa huku upande wa pili, mfano Donbas au kukote walipokuwa mashariki mwa Ukraine, vikosi vikao vimekaa pale, lakini walikuwa hawana uhalali wa kuingia kwenye ardhi, hawana uhalali. Elewa, walichofanya wakarudi kwenye bunge lao la Duma. Walivyoenda kwenye bunge la Duma wakapiga kura 2, yani wakaenda na miswada 2 ambayo miswada hii ilikuwa inasema kuwa Urusi yani bunge la Urusi limetambua jamhuri 2 huru, jamhuri ya Donetsk pamoja na jamhuri ya Luhanski. Yani wanatambua kuwa ni nchi huru, yani zile jamhuri zimejitenga. Yani wale viongozi ambao walikuwa, sababu ulikuwa kuna vita tayari ya miaka 8 pale. Vita ilianza hapo toka mwaka 2014 tu, baada ya yale mapinduzi ya Euromaidan ambayo wakati alikuwa Barack Obama, ndio wakati wa Urusi akaichukua Crimea. Sasa wakati huo yalikuwa kuna machafuko ya miaka 8 yameendelea mashariki mwa Ukraine. Sasa Urusi alikuwa tu akiwapa silaha vikosi vyenye silaha na vilikuwa vikipigana kule mashariki, lakini alikuwa hana uhalali wa kupeleka kikosi chake kwa sababu alifahamu atakutana na vikwazo vingi vya washirika wake. Manake kutoka ile 2014 tayari walikuwa wamemtoa kwenye ile G8 wakabaki G7. Yeye walimpush out baada ya kuichukua Crimea. Sasa bunge la Urusi likaenda likapiga kura ya kutambua jamhuri ya Luhanski, likatambua jamhuri ya Donetsk. Unaelewa maana yake? Yani tayari Urusi ikawa inatambua zile ni jamhuri, si sehemu ya Ukraine. Halafu pale pale wale ambao liliwatambua kama ndio viongozi wanaoongoza Luhansk na Donetsk wakapeleka proposal kwa Urusi kuwa tunaomba msaada, mje mtusaidie kwa sababu vikosi vya Ukraine viko hapa vinatushambulia sisi ambao wenye asili ya Urusi. Unatafuta uhalali. Yani haijalishi umenyonga, umefanya nini, yani wao wamenyonga, halafu wakajaribu kutafuta uhalali wa kuhalalisha kuvamia. Baada ya kile Urusi akavamia Ukraine. Ukiulizwa anavamia nini, tumeombwa na Luhansk na Donetsk. Yani kwa sababu zile ni jamhuri ambazo haziko ndani ya Ukraine, kwa hiyo zimetuomba sisi ili tuweze kuingia kwenda kuwasaidia. Anapata mtiririko wa kuhalalisha kuingia kwake. Kwa hiyo Urusi akaingia Ukraine. Ndio maana nimewasomea hili andiko la Irani. Hili andiko la Irani linasema hivi: katika taarifa, jeshi lilisema operesheni hiyo ilifanyika katika utekelezaji wa azimio wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa la Irani na chini ya amri ya mahakama. Ukirudi kwenye sheria za kimataifa, Umoja wa Mataifa, kurudi umiliki wa ufereji wa Hormuz, utaona tofauti kuwa Irani ataondolewa haki ya kuumiliki. Lakini Irani kupitia baraza lake walishaenda kupeleka kwao
kupitia mahakama za Irani, wakasema wana haki ya kulinda interest za nchi na uchumi wa nchi na kuhakikisha wanalinda maslahi yao. Kwa hiyo wakajaribu kujitunga sheria ambazo zinawapa uhalali kutekeleza kile wanachokifanya. Ndio maana unasikia taarifa ya hiyo meli imekamatwa ikarudishwa upande wa pili, mahakama iendelee kushughulika naye, kwa sababu wanatekeleza agizo la mahakama. Yani wamepindua sheria ya kimataifa imepinduliwa kwenye eneo lao, halafu wakaweka sheria ambayo wao sasa inasimamia, inalinda maslahi ya nchi, kwa sababu watakuja tu kushinda huku kwenye kesi, kwa sababu kuwa hii ni sheria iliyotengenezwa kwa ajili ya kulinda maslahi ya nchi. Sasa utekelezaji unaofanyika, yani operation zinazofanyika Hormuz, wanakuambia ni operation ambazo ni halali kwa mujibu, elewa, ni operation halali kwa mujibu wa sheria za kulinda maslahi ya Irani. Ni operation halali, ndio maana wameenda kuichukua. Sasa wakati Marco Rubio anatuambia kuwa Irani sio wamiliki wa hili, unaona taarifa ya Irani kwenda kuichukua meli wapi? Wamekwenda kuichukua meli kwenye pwani ya Oman. Yani wamekwenda kuichukulia upande wa pili wa pwani ya Omani. Sasa taarifa moja ambayo inakazia hili, alafu tumuulize vizuri kauli za Marco Rubio anachokizungumza. Inasema hivi: Falme za Kiarabu na wanunuzi wa mafuta hivi karibuni wamesafirisha meli kadhaa za mafuta zilizojaa mafuta ghafi kupitia mlango wa bahari wa Hormuz katika juhudi za kuhamisha mafuta yaliyowekwa kwenye ghala katika ghuba kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati, kulingana na vyanzo vya tasnia na data ya usafirishaji. Umeelewa? Yani UAE imesafirisha mafuta kutoka, kwa sababu unajua mafuta yalivyo, shida ni moja tu, kuwa ukizima mashine zinazozalisha mafuta ni hatari kubwa sana, riski yake ni kubwa, gharama kubwa mtakuja kulipa. Sasa mnakwepaje hili? Kuwa ghala hazitakiwi kujaa, yani zile reserve, yale matenki hayatakiwi, madepo yale yanatakiwa yawekewe, yani kuwa sasa watasafirisha vipi hali ya kuwa nje imefunga, kwa sababu meli zote zimejaa, maghala yote yamejaa, inabidi msimamishe mashine zisizalishe, ni hasara kubwa sana kusimamisha mashine. Sasa UAE kapitisha mafuta. Amepitishaje? Ujazo huo ni sehemu ndogo ya mauzo ya kawaida ya UAE kabla ya vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Irani, lakini unaonyesha hatari ambazo mtayarishaji na wanunuzi wako tayari kuchukua ili kukomboa mauzo ya mafuta. Wazalishaji wengine wa Ghuba, Iraq, Kuwait na Qatar wamesimamisha mauzo na wamepunguza bei kwa kiasi kikubwa ili kuwavutia wanunuzi wasio na nia au wanaosafirisha kupitia bahari nyekundu pekee katika Saudi Arabia. Yani taarifa hii inasema hivi: bahari ya Hormuz katika juhudi za kuhamisha mafuta yaliyowekwa kwenye ghala katika ghuba kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati, kulingana na vyanzo vya data ya usafirishaji. Sasa ukifuata hii taarifa inasema hivi: UAE ilibidi watafute meli. Zile meli, unajua meli zina ufuatiliaji wa GPS, ndio maana ukikaa unaangalia kuwa ukiingia ile website ambayo inashughulika na masuala ya usafirishaji, meli yoyote unaweza ukaingiza kodi yake na ikakwambia kabisa hii meli iko sehemu fulani, inasafiri kuelekea wapi na imefika wapi. Yani kwa hiyo unajua. Kwa hiyo meli zote zimewekewa ule mfumo ambao unafanya kazi na kujua hii meli inakwenda wapi. Sasa UAE kwa kushirikiana na washirika wake wakiwemo wa magharibi wameingilia ile mifumo na kuzima data. Yani wamezima zile data, yani wamezima zile GPS, yani usiweze kuigundua kuwa hiyo meli iko wapi na kwenda wapi. Yani wamezima kusudi ili kuficha Irani wasiweze kutazama, yani wasiweze kuona zile meli jinsi zinavyopita smuggling. Sasa unajiuliza kitu kimoja, leo hii imefikia kuwa UAE anasafirisha meli kwa smuggling. Amefikaje hapo? UAE, Marekani hayupo, Israel hayupo. Kwa nini imefikia UAE anatoa meli zake kwa magendo? Yani anapitisha meli kwa kuzima GPS zake zisionekane zinapita wapi, kwa magendo, kwa kuuza mafuta kwa magendo. Halafu Marco Rubio anarudi kuongea na dunia, anatuambia kuwa Irani hashikilii Hormuz. Haya yote yanafanyika kwa lipi? Yani kuwa mpaka UAE wamefikia kufanya haya, kwa lipi wanafanya? Yani kwa sababu gani wanafanya ikiwa Hormuz hamna anayeshikilia? Ndio narudi kwenye kile ninachokuambia kuwa ni kujipumbaza, ni kujidanganya, kutaka kujaribu kuamini kuwa
eti hali itabaki vile vile. Nadhani hili Irani wamelizungumza mara kadhaa, na sisi watu ambao tuko ulimwenguni, ambao tunayaona mambo kwa jicho la kawaida bila hisia, tunayaona mambo kwa uwazi kabisa. Kwa huwezi kutupumbaza leo utuaminishe kile ambacho hakipo. Tunaona kabisa, mimi bwana sijabadilisha. Siku ikitoka umiliki wa mfereji wa Hormuz kwa Iran, nitakwambia Irani haumiliki mfereji, sasa hivi unapitika. Marekani amefungua na meli za kimataifa zinapita, nitakwambia. Lakini mpaka nazungumza na wewe hivi, still umiliki wa Hormuz uko chini ya Irani. Ndio maana haya yanatokea. Nimekuambia hapa, Irani kaenda kuifuata meli kwenye pwani ya Omani. Fikiria, kilomita zaidi ya 30, na kaenda kwenye pwani ya Omani, kainusa ile meli iko kule inataka kucrossia kule, akaenda paka kule, akaichukua, akairudisha upande wake. Marekani yuko wapi? Hana ndege pale, hana drone, haoni. Vipi mpaka wameenda kuichota ile meli, wameirudisha upande wa pili? Halafu na hiki story nayo kuonyesha kuwa how UAE wanasema kuwa ni chini ya kiwango chake cha mauzo, yani amefungwa kabisa kwenye mauzo, inabidi auze kwa magendo. Yani UAE anapitia ambacho Irani amekipitia kwa miaka zaidi ya 47. Irani wameyapitia hayo. Mafuta ya Irani yalikuwa yakiuzwa smuggling tu, kwa sababu ukitaka mafuta halali kuna vikwazo kila kona, hamwezi kulipana mapesa mengi, madola mengi ambayo unatakiwa kulipa. Mifumo yote ya benki ya Kimarekani na Magharibi ilikuwa imefungwa dhidi ya Irani. Utalipaje? Kwa hiyo wanunuzi wa kawaida wa mafuta ambao ndio walikuwa wanunuzi ambao ni smuggling tu. Na ndio maana nimewaambia kuwa biashara kubwa iliyoifanya UAE kusimama kuwa UAE imetokana na mali za Irani. Imetokana na Irani yenye mali nyingi, kwa sababu wafanyabiashara kubwa wa Irani na biashara za Irani zilikuwa zimestack. Haziwezi kufanya kwa sababu zina nini? Zina sanction, yani zina vikwazo vingi. Sasa kama hawawezi kufanya, halafu wanaangalia kuwa wana njia gani nyepesi, ndio maana wakapeleka uwekezaji mkubwa ndani ya UAE. Wafanyabiashara wakubwa, real estate kubwa zinazoendesha UAE ni mali za Irani. Sasa wale walikuwa wakifanya hizo biashara kwa muda mrefu walikuwa wakifanya hizo biashara. Sasa UAE kwa sababu ni mzoefu wa hiko kitu, anajua waliokuwa wakifanya na Irani wakati huo, kuwa tunawezaje kuchezesha hapa